Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo tunaipata. Tunaendelea na ujumbe wetu unaosema nguvu ya jina, na tunaendelea kwa hatua tofauti, namna ambavyo jina ambapo lina nguvu na faida ya majina, akiwa tumeona hasara za majina. Sasa nataka tuangalie nguvu ya jina katika miradi yako, nguvu ya jina katika shughuli unazofanya. Unawezaje kufanikiwa kupitia nguvu ya jina ambayo unaweza ukiachilia katika mradi wako, katika shughuli yako? Ni kitabu cha Mwanzo 26 na mstari ule wa 22. Biblia inasema hivi: akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, hata tutazidi katika nchi, nitarudia. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akasema, kwa kuwa sasa Bwana atatufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za Isaka. Alikuwa anafukua visima baba yake ambapo alivichimba, Wafilisti wakawa wamevifukua. Sasa wakati anaendelea kufukua vile visima, alifukua cha kwanza kigombania, akakiita Sitina, akafukua kingine kigombania. Sasa cha tatu alipokifukua kulikuwa na amani, akasema kisima kitaitwa Rehobothi. Sasa fikiri, amechimba kisima cha maji ya kunywa. Kisima kina mahusiano gani na maisha yake? Kisima kina mahusiano gani na uchumi wake? Akakiita Rehobothi, sema sasa Bwana atatufanyia nafasi, tutapanuka katika nchi. Sasa wakija pale wakisema eti kisima kinaitwa Rehobothi, wanakiri ya kwamba Isaka atapanuka katika nchi. Unaenda hapo kwenye kisima gani? Rehobothi. Yaani wanapozidi kutamka Rehobothi, wanatamka baraka juu ya Isaka. Wanapozidi kukiri Rehobothi, wanamfanya Isaka apanuke, achanue katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kitu ambacho ukikiangalia ni kitu kidogo sana, kitu cha kawaida sana ambacho huwezi kadiri, lakini nataka tuangalie nguvu ya jina kwenye miradi yako. Unaweza ukaanzisha biashara ukaita jina la kufanikiwa. Sasa utakuta tu majina ya ukoo: Msuya Shop, Mzava Shop, Mangi Shop, Orio Shop. Majina kwenye biashara za maduka ni majina ya ukoo, ni majina ya kwako, lakini kumbe kuna siri ya neema na baraka ukitamka neno kwenye eneo la kwako. Kwa mfano, umenunua kiwanja, sema hichi kiwanja kitaitwa Rehobothi. Nakupa tu mfano wa Isaka. Umenunua kiwanja, akunaambia familia yangu tumepata hiki kiwanja kinaitwa Rehobothi, kwa sababu Bwana atatufanyisha, tutaenea katika nchi. Umetamka jina la kiwanja, lakini ulimwengu wa roho umeomba kufanikiwa katika nchi. Umefungua biashara fulani, hiyo biashara umeita Rehobothi. Nakupa tu mfano wa jina la Isaka ambalo alitumia. Hicho umefungua duka, umeleta Rehobothi Shop, duka la Rehobothi, kwamba katika ulimwengu wa roho, yani unaomba kufanikiwa na kustawi katika nchi. Kwa si tu kama majina ya wanadamu, lakini hata kwa mfano umenunua ng'ombe, unafuga ng'ombe, unamuita jina la kufanikiwa kwenye mradi. Ng'ombe nimenunua, anaitwa jina fanikiwa. Jina linatamka baraka, kustawi, kufanikiwa na kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vitu kama vya kuchekesha fulani, ni vitu kama vya kawaida, lakini kwa maana kufuatisha mafundisho haya, nimekana Mungu amenipa mwongozo ambao mimi nashangaa kwamba kupitia somo hili kuna miradi nilifungua ilikuwa iko hewani, haina matamko, haina maneno,
Sasa nimeshapata siri kwamba kuanzia leo miradi yangu nitaitamkia majina ya kufanikiwa kwangu, nitaitamkia majina ya kubarikiwa, nitaitamkia majina ya kuongezeka, baraka za maongezeko, baraka za kufanikiwa, baraka za kustawi. Kwa nini? Kumbe kuna siri ya jina kwenye miradi yako. Unapotamka ndiko kufanikiwa kwako. Utakuta mtu amefungua mradi wake wa biashara, ndugu, umefungua biashara, sema hamna kitu bwana. Sasa wewe umefungua mradi ili ufanikiwe, kaja mtu anakutaka kupongeze, anakwambia sasa umefungua duka bwana, sema namba najaribu tu lakini hamna kitu. Ndilo jina la mradi wako, sahau kufanikiwa. Ndilo jina la mradi wako, kufanikiwa, sahau kuinuka. Lakini mtumishi naona umefungua mradi, anasema na bwana nimefungua mradi hapa na bwana yuko hapa kunifanikisha. Na bwana nimefungua duka kubwa, nitastawi. Kwamba unapozidi kukiri kufanikiwa ni matokeo ya kufanikiwa kwako. Unapozidi kukiri kushindwa kwenye vyanzo vya mapato yako, pale unapofungua mradi, pale unapoanzisha jambo, kutamka mafanikio ni ishara kufanikiwa kwako. Lakini kutamka kushindwa, kukiri kushindwa ni matokeo ya kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaweka wazi kwamba mauti na uzima katika uwezo wa ulimi, na wenye kupenda atakula matunda yake. Kwa unapozidi kutamka baraka, utakula matunda ya baraka. Unapojitamkia kufeli kwenye vyanzo, naangalia sana pale unapofungua mradi, matamko ya kwanza ni matamko gani? Watu wanapotamkia nini unapofungua ule mradi? Watu wanasema nini unapoanza ile kazi? Kile watu wanapotamkia ndio hatima ya huo mradi. Kile unapotamka, neno la kwanza kutamkia, baada sawa unafungua ile siku ya kwanza ya kufungua mradi, unatamka ulitamka nini? Tamko lako ni hatima ya huo mradi. Kama ulisema hamna kitu, najaribu, ni kweli umejaribu na matokeo ni kwamba hamna kitu. Nasema nimefungua mradi huu, utapanuka na kuongezeka. Kutoka hapa nitafungua miradi mingine. Hii ni mbegu nimewekele tazaa 60, 30, 60 na 100, na nitakuwa kutoka hapa nitapanuka magharibi na mashariki. Kwamba unafungua mali, unatamka mafanikio, unatamka kupanuka, unatamka maongezeko, na ni kweli itathibitika. Kwa nini? Neno lina nguvu katika ulimwengu wa roho. Mungu anasubiri umetamka nini akufanikishe, lakini shetani anasubiri umetamka kufeli. Vipi ingia kazini? Kwa nini? Kuna unafanya maagiza. Ufanye maagiza ni kuharibu, ufanye maagiza ni kustawisha. Kwa hiyo kuanzia leo, kama kuna mradi wa ulitamka na magumu juu yake, ayafute kwa damu ya Yesu. Hapo anza kutamka kufanikiwa, anza kutamka kustawi, anza kutamka matamko ambayo yatakufanya ufanikiwe katika miradi yako. Neno lake nabii kwako, ukichukua hatua hii utamwona Bwana. Ukichukua hatua hii utaona utukufu wa Bwana. Kwa nini? Ni kiwango tu cha kuamini. Kama Isaka amechimba kisima, anakitamkia neno la kubarikiwa, kustawi na kuongezeka juu ya nchi. Anaposema kuongezeka juu ya nchi, ni kwamba katika ile nchi atatanuka, atafanikiwa. Na kweli Isaka alibarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kuna kitu umekipokea siku ya leo, kuna kitu kimestawi ndani yako. Acha nitamke baraka ile miradi yako, kwamba Bwana akupa ufunuo maneno mazuri. Tafuta kwenye Biblia, kuna majina mengi yenye maana. Usiseme tu Israeli au usiseme tu Yakobo. Hilo jina litamka linamaanisha nini? Linafunuaje? Sababu jina linafunua nguvu ya ulimwengu wa roho ije mwilini. Aliposema Rehobothi, ni kwamba katika ulimwengu wa roho anafungua nguvu ya ulimwengu wa roho itokee, imstawisha, panuke kila mahali. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunazidi kutazama nguvu ya jina. Baba, kumbe kuna siri katika miradi yetu. Tunapofungua mbele tukaipa majina ya maongezeko, majina ya baraka,
hiyo nguvu ya baraka ulimwengu wote unaifungua ije kwenye mradi, kama mtumishi wako Isaka amechimba tu kisima akakipa jina la Rehobothi, akisema Baba, Bwana atatufundisha, tutastawi na kuongezeka juu ya nchi. Nasi Mungu tumetoa majina pasipo kujua athari zake. Baba, naomba toba shida watoto wako walipotamka kushinda ile siku amefungua mradi, alijitamkia kwamba hakuna kitu, alitamka hakuna chochote, na Nikole mradi umekufa njiani, na sababu aliomba kushinda toka siku ya kwanza, akatenda haki na kushinda. Aba toba na kwa damu Yesu ikafute yale matamko ambayo aliyotamka, ambayo amebeba kushinda ndani yake, yale matamko yamebeba uharibifu. Baba, naomba toba na kuyafuta kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Nami naomba ufunuo kwa watoto wako, ulimpo ufunuo Isaka kutamka tamko ambalo linaleta baraka kwake Bwana. Nami naomba achilia ufunuo kwa watoto wako wanaopenda kuanzisha miradi, wanafungua miradi mbalimbali, wanapofungua achilia ufunuo maneno, achilia ufunuo majina kuita miradi yao, ili wapanuke na kuongezeka katika nchi. Sasa neno lako Baba tumetafakari mbele zako siku ya leo katika jina la Yesu. Hata kuna majina mengine ambayo hawawezi kutamka waziwazi, kwa sababu wakitamka kuna vita ya kifamilia au kuna vita itanuka. Bwana, wape kutamka kwa jinsi ya rohoni, wape kutamka, wanapotamka kwa jinsi ya roho, wanapotamka moyoni likathibitike, wanapokiri moyoni likathibitike. Baba, wape kupanuka, wape kustawi, achilie hekima na maarifa katika kazi ya mikono yao, achilia maarifa na ufunuo namna gani watamke, waite majina miradi yao. Haya majina taleta mafanikio, haya majina taleta kupanuka, haya majina taleta kuinuka, kama vile Isaka alivyotamka na Rehobothi ya kama Bwana atakayeje katika nchi tutapanuka na kuenea. Wape majina ambao Bwana ufunua majina ambayo ni baraka ndani yako, ili wakafungua nguvu rohoni ije kubariki katika Yesu na Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki, Mungu akutunze, ila kufuatilia vipindi vyangu. Mungu akubariki na kukuinua na kukutukuza, kukuweka mahali pa juu, ila kufuatilia mafundisho kwa jina la Yesu. Amen.